Na jambo jingine ni kwamba kwa hapa Dar es Salaam kama nilivyosema, huu ni mji wetu mkubwa sana katika masuala ya ya kibiashara. Jana tuliambiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kwamba leo ni siku kuu ya uhuru wa taifa letu. Tunaposhukuru waasisi wetu wa taifa letu, tusherekee siku kuu hii, lakini akasema kwa wale ambao hamtakuwa na mijongeo isio na lazima, mnaweza mkasherekea sherehe hizi mkiwa nyumbani. Lakini wewe unaona pia katika vyombo, katika baadhi ya watu wanasema Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema tukae ndani. Sio mkae ndani, yani msherekee mkiwa katika home premises tunaita, yani mko tu katika viungo vya nyumbani, viunga vya nyumbani. Home premises sio ndani, yani uko tu viungo vya nyumbani, kwamba unaweza kutoka ukanunua kitu hapo dukani. Lakini hata leo hii unaona huku mjini ni kama hakuna watu wengi, kwa sababu huku mjini si makazi ya watu, huku ni maeneo ya kibiashara. Sasa unapokuwa ni sikukuu, maana kwamba watu washerekee, maana ukienda huko pembeni, mimi nimetoka kule Mbagala, watu wengi kabisa wako zao huko pembeni. Nimetoka Kigamboni, watu wengi, hata kwanza wananiuliza mkuu, vipi huko mjini? Maana yake ni kwamba kwa kuwa kule ni maeneo ya nyumbani na watu wanakaa wako very peace na hakuna jambo lolote, wana peace, wana peace of mind, wapo kule wameseto. Kwa hapa mjini sehemu kubwa, hata ukija Jumapili hapa mjini utaona hali inakufanana na leo, kwa maana kwamba huku ni maeneo tu ya kibiashara na wala sio sehemu kubwa makazi ya watu. Makazi ya watu yanapatikana tunasema kwenye maeneo ya pembezoni, at the outskirts of our city. Maeneo yale ya pembezoni ndio inapatikana sana makazi ya watu. Kwa hiyo mimi ninatarajia kwamba kama hali inaendelea kama ilivyo na kama ambavyo tunaiona, tutegemee kwamba viongozi wetu akiwemo Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, wamekuwa pia wakituelekeza katika kila hatua, lakini pia wamekuwa wakitushauri katika kila hatua, na ambapo jambo la usalama katika taifa ni jambo la pamoja. Kwa hiyo tunaombea Mungu kwamba hali iendelee kuwa katika hali ya usalama, ili Watanzania waendelee kufanya biashara zao zilizokusudiwa na asiwepo hata mmoja kupata madhara wala kudondosha hata tone la damu. Watanzania wasubiri ripoti ama taarifa nyingine yoyote kuhusiana na ratiba za kawaida za kesho, ama wewe kama mkuu wa mkoa nini unaweza ukawaambia kuhusiana na shughuli za kawaida? Kama unakumbuka Mheshimiwa Waziri Mkuu alizungumzia tarehe 9 Disemba, wala kuzungumzia tarehe 10 wala kuzungumzia tarehe 11. Maanake ni kwamba kama kuna jambo lolote linalohusu tarehe 10 au tarehe 11, maanake tutapata tena taarifa. Lakini so far Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais alijikita kuizungumzia tarehe 9 ya mwezi wa 12 2025.